Vipi kuhusu mgeni asiyeonekana? Katika kina cha msitu mkubwa wa Amazon, kuna siri nyingi zilizoonekana kwa macho ya kawaida, lakini miongoni mwa viumbe hawa kuna mmoja mdogo sana lakini mwenye sifa kubwa ya kuogopesha. Wanamuita kadiru. Samaki mdogo amezua hofu, simulizi na mijadala kwa miaka mingi. Lakini je, ni kweli tunayosikia kumuhusu? Kadiru ni samaki mdogo sana anayepatikana katika mito ya Amazon huko Amerika Kusini. Mwili wake ni mwembamba kama sindano na karibu haonekani ndani ya maji. Anaishi kama vimelea huko akivamia samaki wengine kuingia kwenye mishipa yao ya kupumua. Hapo ndipo hujipatia chakula chake na ambacho ni damu. Lakini kinachomfanya kadiru kuwa maarufu zaidi si ukubwa wake. Ni hadithi inayosema kuwa anaweza kuingia mwilini wa binadamu kupitia kwa njia ya haja ndogo. Simulizi hizi zimeenea kwa miaka mingi huku zikielezea maumivu makali na hata upasuaji wa dharura. Lakini je, hii ni kweli au ni hadithi tu? Wataalamu wa sayansi wanasema visa vya kadiru kuingia mwilini wa binadamu ni nadra sana. Kwa kweli, hakuna ushahidi wa kutosha unaothibitisha kwamba samaki huyu huvutiwa na mkojo wa binadamu kama inavyodaiwa. Kadiru hupendelea zaidi samaki wengine na hasa kuingia kwenye gills zao. Hivyo, hadithi nyingi tunazosikia huenda zimechanganywa na hofu au zimepambwa kupita kiasi. Kwa wenyeji wa Amazon, kadiru ni zaidi ya samaki. Ni sehemu ya hadithi zao, tahadhari na imani. Hofu ya kitu kisionekana mara nyingi huwa kubwa kuliko hatari yenyewe. Na hapa ndipo mpaka kati ya ukweli na hadithi hupotea. Kadiru ni samaki mdogo lakini mwenye hadithi kubwa. Anatukumbusha kwamba si kila chote tunachosikia ni ukweli, na si kile kinachoogopesha kina hatari halisi. Katika ulimwengu huu wa asili, ukweli na simulizi mara nyingi huangalia pamoja. Hadithi ya kadiru.